Mambo vipi mtazamaji, kazana kwenye exclusive interview niko na Doto bana, baada ya kutoka Mwanza kwenye 30 ya Bongo Flava. Niko naye hapa. Doto kwema? Salama vipi? Ajabu. Sisi tuko vizuri mji wetu. Babu si unajua ni mchovu, usingizi nini? Maeniova nini, mapombe makali. Shamba pombe kunywa wewe ulolaniwa. Bwana Mwanza ilikuwaje hasa? Namu ya kucheka Mwanza ilikuwaje miaka 30? Labda nikwambieni, show ni nzuri sana. Kwanza tujategemea si wenyewe wasanii kama show itachangamka vile. Unajua watu wa Mwanza wana mchezo wa kuingiaga katika mashow yote usiku wa manane. Show ilivyoanza tukajua leo kila giza linapozidi kuingia watu ndio wanazidi. Afu unajua Mwanza kuna watoto wakali. Mwanza we. Oya. Mwanza kuna piskari sana. Yaani mimi katika mkoa wa Mwanza nilikuwa nauchukia, lakini sasa nitaupenda. Piskari, wanawake wazuri, wasafi, wanawake wametaradadi, hawana mambo yani yale ekaika za kidunia, wastaarabu. Mwanza mimi nawabariki kwa hilo tu. Lakini kwa matajiri wachoyo hawana mpango wote. Nilikuwa na Doto ulikuwa basi na waposti, lakini wale wasanii wenzetu ama waposti pale tuko kwenye tamasha. Kwa hiyo watunyimani posti. Msanii mwenzio unamposti, ukipiga naye picha unamposti, tuko kwenye tamasha pale. Lakini show ni kali, show imechangamka. Kama mnavyoniona wasanii wote walipiga vizuri, na kila wasanii waliongwa hela, walitunzwa vizuri sana pale. Mambo ni mazuri, hakuna mwenye kinyongo. Hakuna mnyonge pale. Watu wa Mwanza wanapenda sana starehe kwanza. Hilo nini wabariki. Hilo ni wape maua yenu. Watu wa Mwanza wanapenda burudani. Kiingilio chochote wanalipa. Oya. Bana, moja vitu ambavyo mimi nivipenda Doto ni kuona bana unakuja kama msanii pale bana, wewe na Feruzi. Umeona kazi hiyo? Ilikuwaje kwanza idea? Nzuri, imependeza sana. Viongozi kina Babu Tale, Madiu, mkurugenzi. Mimi sijui chochote, mimi unjue napelekwa tunawasomi. Mkurugenzi Madiu akanambia, "Wewe mzee, nataka nikupigie shuti moja kali sana. Tulia nikupangie hapa vitu. Sio unaingia tu jukwani. Na wewe huwezi kuimba." Ningekuwa najua kuimba, nafasi nilikuwa ninayo pale. Ulikuwa unachana pale. Wewe sasa ngona ya nini babu shashiba miela ya nje. Unajua watu wa Mwanza, oya mtu anakufuata hata hujapanda stage. Kabla hujapanda. Ona vile show, naomba Madia irudie tena mkurugenzi na Babu Tale. Oya Mwanza hata usipoenda kuimba, wewe njoo tu na ndege ulikuwepo kwenye show. Ita pale. Ukapanda pale. Watu wa Mwanza mimi pale nimemalizia banda langu Bagamoyo. Watu wa Mwanza yaani Madia aanzishe tena show nyingine Mwanza na Babu Tale. Yaani hata usiimbe, ujulikane tu ulikuwepo na kwenye show ya kina Madia. Mambo mazuri. Babu mimi watu leo wamekuja kibao, babu tutangazie matangazo. Si unajua mimi nina malazi, niambia naumwa. Babu mbona unalinga eti mimi naambiwa najidai. Sasa yenyewe tena mimi nijidai kwenu nyie wasomi. Lakini idea tu umeipenda sana, umeingia pale kitanda. Mimi ndo nimefunika babu. Alafu mimi sinakubali ujinga, mimi nimenunua ujinga, miguu ina vumbi, nimeingia peku. Suali yangu kama niko Bagamoyo. Maisha yanaenda, watu wanataka burudani, wacheke, watu wana stress. Unakasema Doto mbona aliamka sasa? Sasa ndio nimeonyesha kama mzima. Mimi babu mzima sina madhara. Feruzi ile imeenda mjini sana. Namkubali mdogo wangu Feruzi kwa kunishirikisha vile vitu. Si unajua kina Feruzi ndio waimba muziki nguli na bado wapo na afya zao. Dunia inawatambua, dunia inawahitaji. Show inaendelea Dodoma. Watu wameipenda ila kwenu ile. Oya balaa, sasa Dodoma mji wa kiserikali ndio nitapiga show kabambe. Dodoma. Si unajua ule mji una nidhamu itifaki. Inabidi ule mji sasa napiga vitu vya maana, naelezea vitu vya maana. Mimi katika miji yote naipenda sana Dodoma. Mimi nikiziaga huku si mna stress. Naanza kuishi Dodoma wiki mbili narudi. Sababu mimi Dodoma nina power kushinda huko. Dodoma. Mimi Dodoma nakupa maelekezo tu wewe. Acha bwana. Wewe vipi? Nataka wewe Dodoma nakupa maelekezo, mpe wewe hela unapewa. Wafanya biashara wengi Dodoma sio wachoyo, watu wa mabasi, B1 coach ndo kampuni yangu ile. Nikienda huku nina Shabibu, yani najidai. Siwezi kutaka, kampuni nyingi zinanikubali. Na kampuni zinazonipendekeza mimi Shabibu, ndio inanipa hela sana. Na yule Mchaga B1, siwezi kuwatenga. Ndio watu wangu. Dodoma pale ukienda. Nikienda Dodoma B1 nachukua Shabibu, nachukua bilionea. Kwa hiyo nina maisha mazuri Dodoma, ndio maana sipati tabu. Mwanza nilipenda ile list wale wadada wale kuna muda wote Doto. Ngoja nikwambie. Wale ndio wenye muziki wao kina Kajala. Wale ndio wakongwe madada zetu kina Aunty Ezekiel, kina Jacqueline Woya, kina Jacqueline Wopa. Wale ndio madada nguli wenye nchi, madada wa taifa. Ukimsikia Jacqueline Wopa, ukimsikia Uyoya, ukimsikia Aunty Ezekiel, ukimsikia Kajala, wale ndio madada wa taifa, heshima kubwa. Kwanza Linga wana afya zao, wana mali zao. Hao tena nawataja Jacqueline Woya, Jacqueline Wopa,
Aunty Ezekiel, Kajala wana maisha yao ujue. Licha ya mziki, wana maisha yao. Elewa mtu maisha yao. Ndio maana tayari washamalizaga. Kwa hiyo ni madada wa kuheshimu, respect. Wamekuja kuwakilisha Bongo Flava ya miaka 30. Kwa hiyo lazima waheshimu watu wakubwa wale. Sijui unanielewa? Walikuwa kusifia kweli kweli nimeona. Katika duniani wale mimi nawaheshimu, wale ni madada wa taifa. Na wanaga kona wale wamenyoka hivyo wakiongea jambo la ukweli. Na ndio maana tasnia ikapendeza ya Bongo Flava. Usiona hata stage ni waliitwa wenyewe. Wakongwe, majemedali, maveterani wale. Uambii kitu. Kumpandisha dudu. Shauri zako. Wale uambii kitu. Wale mji wao walikushinda wewe. Wale neno moja kwao sheria. Jacqueline Wolper, Aileen Uloya, Kajala, Aunty Ezekiel, uwavuruge, utaomba dua. Nasikia mwasaidia wasanii wengi pia wale. Sio kusaidiana, watu company. Yaani wale ndio kila kitu wamewakilisha Bongo Flava. Kwa hiyo mkurugenzi Madia anajua alichokifanya pale na Babu Tale. Bila watu fulani pale kwa madada zetu wa taifa, Bongo Flava haijanoga. Unajua Doto mwanzo niliona Dudu alikupancha bado kana kutuma. Bado kamkataa bwana ile mimi kunitumaga bwana ile. Amtume nani bwana ule usimuelezee mweu bwana yule. Yule hataki kwambia chochote wewe tikia pale pale. Si unajua akili zake sasa baadaye unaambia wewe wapi? Yule sasa muacha bwana yule. Eti unaishi wapi huko Mwanza? Ana lolote. Friji lake lina machungwa 5 na Harmonize mawili. Kila siku akiliposti hapo Mikocheni. Mwache bwana bibaza yule. Blaza mwache ana shida blaza. Durubai unajua ana shida. Sema nyewe tumeshindwa kumuelewa. Bwana kabisa yule. Sasa mimi sina ukubali ujinga. Mtu mwingine pale angirusha ngumi. Eti lini umenituma chips. Mimi kipindi hicho nachukua vya watu wewe muoga. Unaimba unajificha huko. Mtu mjinga yule. Mwacheni bwana blaza Durubai ana shida. Alikuwa muoga. Yaani ndo kare flight. Sasa yule sikunguru kabisa. Hakuna muoga kama Durubai. We. Durubai ukimfanya hivi we. Hakuna mtu anaogopa sheria kama yule. Acha alikuogopa Simba. Mtu mwenye mdomo yule si muoga. Kwa ngambia nenda kwa wewe si mnyama unajifanya wewe mkatili. Twende tukamwangalie Simba. Kanifuata. Ujue mdogo wangu Doto. Kwa ngambia sema mdogo wako. Mimi mwenyewe na 64. Acha hiyo. Sasa pale akikurupuka unaona. Kumbe kolo. Hakuna kolo kama Dudubai. Muoga. Hata kama Simba kurupuke manondo yote haya yamewekwa. Usifanye mchezo. Aaminiki. Ngambia wewe mwenyewe uaminiki unamwambia Simba aaminiki. Kalegeza sauti. Ana shida yule mtu. Sisi tunaishi naye. Anapotaka sisi ndio hivyo tunaishi naye. Kutoka naye. Ana shida. Tutegemee baadaye miaka 2 huko tukuone Simba Day au Yanga Day. Ngoja nikwambie. Mimi kokote nataka hela. Haya mambo ya mpira unajua utakuja kuchanganyikiwa. Mimi nafuata hela. So unaona mwaka jana nilikuwa na Yanga Day. Sasa hizi nimekuja Simba. Sawa, mdogo wangu nani yule msanii? Nani huyu? Chino. Wewe tutagombana. Unamuingiza Chino vipi kwenye interview? Alikiba. Yule mdogo wangu ana shida Alikiba. Sasa kwa nini unamtaja mtu ana shida na mtu? Kweli. Uendeshaji gani ule Doto? Bwana niambia interview yangu hawa. Ila kweli bwana, uendeshaji gani watu wa mabaiki sasa naona mnachokitaka mtakipata. Alafu mshamba tu. Unaweza kukuta geto lake liko Buguruni mwisho. Angalia mafundi wengu pikipiki mageto yao yako nyuma ya nyumba. Kwa tutegemee kukuona. Kuna huyu mshikaji wangu Tundamani ndio kaniweka kwenye klabu ya Simba nimechukua hela. Tunda. Tunda si balozi mkubwa. Nimeona wewe na Mo Service na hivyo kweli sana. Tajiri yule mimi nafuata upepo wa hela. Yanga kuna ganji jingi. Mpaka ufikiwe wewe uitwe. Inalikamwa. Usingomesha na mdogo wangu bwana. Huyu bwana huyu. Mimi mdogo wangu namkubali bwana. Sasa ganji nani sasa wagaji? Taki bwana. Mwenye ganji nani pale Yanga? Taki bwana. Acha kuningomesha wadogo zangu mimi wanahitaji hela kula. Wanakupa pia. Ana habari unajua kama ndio maana kiasi kuna kwambieni Mike ziko kuchanganyeni. Kama una akili ubongo wa mende Mike zinakutoka kwenye reli. Mbona ndugu yenu baada kutoka Dubai tu maneno kama mengi. Naomba umemwasa pia. Bwana mimi sitaki kumuongelea mtu. Tumwache anapambana. Letu ni hilo tu. Lakini unajua usinunue jina. Jina linunuliwe. Alafu unaziona hizi Mike ni kitu cha hatari sana. Yaani hizi Mike saizi zione hivi. Lakini baada ya sekunde tu unajilaumu unaomba samahani. Zinabadilika. Oya, hizi Mike hizi ziheshimu sana. Yaani sio umeona hizi Mike wamekusogelea namna hii kwa kutaka sifa na bichwa lako kagololi ya pulu. Oya, 1 minute wazungu wanakuambia time 1 minute before country break. Oya. Sasa hivi unajiposti unaomba msamaha. Jamani jamii kuwa makini. Langu ni hilo. Kuwa dictatorship. Ushakuwa msanii bana. Isa unalipi la kumwambia? Chana naye bwana. Isa sasa ataweza mambo haya anaimba nini? Isa ataimba majungu. Doto ana malazi. Ndio hicho kaa kinywani mwake. Mjinga yule bwana. Azam TV anakurusha. Mtu anaomvisha nguo anakaa mwembe chai. Sasa huku kuna mtu kweli.
Wewe mtu tajiri anaokuvisha nguo anaishi Mwembe Chai. Na ile Kajala alisema ulimsaidiaga. Ulimsaidia. Wewe, mimi nilikuwa Sedo to yule. Hivi umri ushaenda babu na sinyaa. We. Tuishie hapo. Mimi nilikuwa Sedo to yule. Hata si wanaonitania content creator. Yule mshikaji wake Stani anaojichubua yule wa Kigamboni. Siku namvizia nitampiga bichwa moja yule nimlaze chini. Mimi si mambo ya hivi. Mimi mbaya wa vichwa wewe. Umeiva. Yaani mimi mbaya wa vichwa. Wewe Stani mwambie yule mshamba wako mkono mmoja. Siku akiingia kwenye 18, akiingia kwenye mfumo, kichwa changu kimoja namtoa meno yule. Kaisha. Wewe nadhani unanisikia. Naona wewe unakujaga kumbe hapa unajificha kwenye gari la Stani. Sasa nikimwona Stani kaja na gari na ingia kwenye Alphard na kuchungulia na kupiga ndonga moja tu. Mimi mzalamu wewe mshamba. Asante kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.